Unapoanza kujifunza ukoo wenu vizuri, utajua mpaka majina yao, utajua maana ya majina, maana ya mito, maana ya sherehe, maana ya simulizi, maana ya tafakari, maana ya vitendawili, maana ya misemo, maana ya methali na mengine mengi. Utayajua pale kwa sababu umechukua muda wa kujifunza. Na pale ndipo utaanza kuangalia jambo la kuiga, sio hata kuiga tu, kuongeza nguvu. Kama babako alikuwa na uwezo wa kufanya jambo fulani, wewe unalifanya kwa ubora zaidi. Kwa sababu gani? Unajua kwamba baba alikuwa na huu uwezo. Wewe utakapoingia kwenye hiyo nyanja ya babako, sio umebeba damu yake, utalifanya vizuri zaidi. Ndio maana unakuta watu wengine wamekuja kuwa mashuhuri kisa wamezaliwa kwenye ukoo wa jamaa fulani. Kwenye hilo jina la baba aliyefanya hiki na kile, yeye pia anapitia hapo. Si mmeona watu wengi waliozaliwa na baba zao wakawa maraisi, wao pia wamefikia kuwa maraisi. Wengine wamezaliwa na baba zao waliokuwa wafanyabiashara, wao pia wameingia kwenye biashara, wamefaulu. Wale baba zao walikuwa wanamuziki, au tuseme na mama zao, wao pia wameingia kwenye muziki, wamefaulu. Na ninakwambiaje, yule mtoto anayekuja kuendeleza fani ya baba anafaulu maradufu, maana yeye anabeba sifa mbili, sifa ya kwake na sifa ya mzazi.